Haleluya, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Haujambo? Karibu tena katika Bible study ya siku ya leo katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3. Naamini ya kwamba Bwana atakubariki pia anaponibariki. Nitaomba kisha nitasoma na tutaendelea. Mwenyezi Mungu, ni asante kwa neno lako. Ninaomba ya kwamba ukanitumie kama chombo chako kunena mapenzi yako. Kila ambaye analisikiliza hili neno, naomba ukambariki na ukamuinue Bwana, ili neno lako lipate nafasi katika maisha yetu. Katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Katika Yohana 3 sura hiyo ya kwanza, inasema, basi palikuwa na mtu mmoja Mfarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Yahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Tunaona kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Nikodemo. Nikodemo alikuwa mwalimu wa sheria pamoja na wengine Mafarisayo, na kazi yao ilikuwa ni kufundisha sheria au neno la Mungu. Kwa wakati huo ni watu ambao walikuwa ni wasomi, lakini kuna mambo ambayo yaliwatisha wakati walipomuona Yesu Kristo akitenda miujiza, akifanya kazi za ajabu. Waliangalia na kushangaa. Hii inatuonyesha vizuri ya kwamba wakati tunapojilinganisha na Mungu, kuna mambo ambayo itatushangaza. Kuna mambo ambayo tutajaribu kufikiria tuone ya kwamba haya mambo ni mangumu kwetu, hata kama au tunaweza kuwa na ujuzi wa aina fulani na masomo na uweredi fulani. Kuna mambo ambayo itabaki kuwa mangumu kwetu. Ninashukuru Nikodemo kwa sababu ni mzee ambaye alikuwa ni mzee mnyenyekevu. Yeye hakuwa amemkataa Yesu. Aliamini ya kwamba Yesu ametoka kutoka kwa Mungu kwa sababu ya yale ambayo aliona. Kuna Wafarisayo ambao waliona miujiza na ishara za Yesu, lakini walizidi kumkataa na kumpinga huyu Yesu. Ni vizuri wakati tunayo maswali au wakati sisi tunapata mambo ambayo yanatulemea, ni vizuri kunyenyekea na kuuliza. Na kuuliza sio ujinga. Labda kuna mambo ambayo unajaribu kufikiria katika maisha yako na unaona kwa kweli hawezi. Kuna watu ambao Mungu ametenga ambao wanaweza kukusaidia. Lazima pia ukuwe mwangalifu, kwa sababu kuna watu ambao unaweza enda kuwauliza maswali wakupoteze zaidi. Nikodemo alikuwa mwangalifu, hakuulizia huko, lakini alimwendea Yesu mwenyewe. Lakini ilikuwa ni shida sana kumtokezea Yesu wakati wowote. Alitafuta wakati ambapo kulikuwa ni usiku, akamwendea huyu Yesu ili ajifiche na wenzake ambao wangempinga katika au kwa njia kuu. Akamwendea Yesu akamuuliza, Yesu, twajua ya kwamba wewe ni mwalimu, umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi. Hayo tumeona. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa mara ya pili akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji
na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kulikuwa na hili swali ambalo Nikodemo alikuwa nalo kuhusu ufalme wa mbinguni. Na yeye alitamani kujua jinsi gani mtu anaweza pata kuingia katika uzima wa milele. Yesu Kristo akamwambia ya kwamba lazima mtu azaliwe mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili lilikuwa ni jibu ambalo lilikuwa ni ngumu sana kwa huyu mzee mwalimu wa sheria kuelewa. Alishindwa namna gani mtu akiwa mzee atazaliwa tena. Kwa hivyo ikawa ni swali ambalo limemtisha sana. Na hili swali halikumtisha yeye peke yake. Hata siku ya leo ukiuliza mtu kuhusu kuzaliwa mara ya pili, ni watu wachache sana ambao wanaweza kukujibu swali hili. Mtu akuulize mtu anazaliwa aje mara ya pili, utamwambia namna gani? Wakristo wengi hawawezi kuelezea. Na niposa ni vizuri kuangalia neno la Mungu na kustudy, kusoma, ili Mungu azidi kutusaidia kupata ufafanuzi ambao unastahili. Nikodemo ikawa ni swali ambalo limemtisha, ingawaji alikuwa mzee na mwalimu. Alikuwa ameona mengi na amefunza mengi, lakini hili lilimshinda. Akashindwa mtu mzee kama yeye ataingiaje katika tumbo ya mama yake. Yesu hakuwa anamaanisha kuzaliwa kwa mwili. Yesu alimaanisha kuzaliwa kwa roho. Kwa mwanadamu kuna mambo mawili. Kuna mwili na kuna roho. Mwili ulizaliwa wakati sisi tulizaliwa na mama zetu. Kila mmoja aliyezaliwa na mama yake, huko ni kuzaliwa katika mwili. Na tukaishi na tunaishi kwa wakati huu katika mwili. Lakini mwanadamu pia ako na roho ambayo pia inastahili kuzaliwa. Inastahili kuzaliwa kwa nini? Kwa sababu hii roho kuna wakati iliharibika. Wakati wazazi wetu Adamu na Hawa waliasi Mungu, roho ya mwanadamu ilitengana na Mungu. Na kutokea pale vizazi vya wazazi wetu hawa vikawa ya kwamba vimezaliwa katika dhambi. Na hata Daudi akasema alipokuwa katika tumbo ya mama yake alikuwa mwenye dhambi. Tunazaliwa katika dhambi. Roho zetu ziko na hiyo hali. Hata kama hatujapata kufanya dhambi, tunaishi katika kuanguka, au sisi tulitengana kiroho na Mungu. Na hiyo hali ndiyo inahitaji roho zetu kuzaliwa au kupewa upya wa maisha. Na Yesu Kristo ndiye pekee ambaye analeta upya wa maisha. Hata kama mtu ni mzuri, yeye hatukanani, hachukui vitu za wengine, ni mtu mzuri, ni mtu mpole. Kama roho yake haijazaliwa, hijapewa upya wa maisha kupitia roho wa Mungu katika imani katika Yesu Kristo, huyo mtu hataweza kuishi pamoja na Mungu milele. Kwa sababu yeye katika kiasili roho yake haiwezi kupatana na Mungu. Na hiyo ndiyo sababu ilimfanya Yesu Kristo akuje hapa ulimwenguni awe dhabihu ya dhambi zetu, ili kila atakaye muamini apate uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii, Yohana 3:16, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, ili atakaye muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Hakuna jambo lingine ambalo mwanadamu atafanya ili aweze kumfikia Mungu pasipo kumwamini Yesu. Na wakati tunapomwamini Yesu, basi roho zetu
zinahuishwa, linapewa upya wa maisha. Wale ambao wanampokea Yesu wanafanywa watoto wa Mungu. Mtu anapewa kibali cha kuwa mtoto wa Mungu. Ukisoma katika Yohana 1:12 utasikia yale. Na yule aliye katika Yesu Kristo amefanyika kiumbe kipya. Hivyo ndivyo neno la Mungu linazidi kusema. Nikodemo hakuelewa, lakini Yesu Kristo alizidi kumuelezea, akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Na mambo ambayo tunayasikia hapa ni Mungu mwenyewe ambaye anasema, na ni vizuri tuweze kuamini. Yesu anasema amini amini nakuambia. Anarudia tena, anasema ni lazima mtu awaye yeyote. Mtu awaye yeyote. Kuna watu wengi ambao wanafikiria ya kwamba kuingia mbinguni ni jambo ambalo linaweza tendeka kupitia dini zingine au njia zingine au watu wengine au imani tofauti. Lakini Yesu anasema amini amini nakuambia. Maneno haya ni ya kweli. Wewe ambaye unalisikia hili neno, ni Yesu anasema, na ni Yesu pekee aliyetoka mbinguni. Ni Yesu pekee ambaye ni Mungu. Injili ambazo umesikia au mambo mengine ambayo umesikia huko, sikia vile neno hili linasema. Sio mchungaji anasema, ni neno la Mungu linasema amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hataweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hili jambo lazima tulichukue kwa uzito. Yani lazima tuangalie sana. Isikuwe ya kwamba tumefanya mambo mengi katika hii dunia lakini tumekosa kuzaliwa mara ya pili. Nikodemo alikuwa mtu mzuri, mtu mwalimu wa sheria, alifanya kazi ya Mungu, alimtumikia Mungu, lakini amepatwa na butua. Kuna jambo linamtatiza hapa. Ameambiwa na Yesu lazima amini amini. Haiwezekani kumwona Mungu, haiwezekani kuingia kuishi na Mungu milele pasipo kuzaliwa mara ya pili. Na Yesu akazidi kuelezea sasa ni katika maji na Roho. Kwa nini Yesu anataja maji? Maji kutoka zamani ilitumika katika hali ya utakaso. Maji. Na Mungu ilimpendeza yeye kutumia ishara. Kuna watu wanasema si lazima mtu abatizwe, lakini ni vizuri na ni lazima katika mambo na mipangilio ya wokovu. Mungu aliweka maji ambayo ni ishara ya nje ya utakazo ya yale ambayo yametendeka katika ndani ya mwanadamu, katika roho ya mwanadamu. Kwa hivyo wakati mtu anapomwamini Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anaingia, anatenda kazi ya utakazo kupitia kazi ya msalaba iliyotendwa na Yesu Kristo. Kupitia damu ya Yesu, mwanadamu anapewa upya wa roho, wa kiroho. Mambo ya mwili hiyo ilitendeka na mtu akazaliwa, lakini katika roho sasa mwanadamu anashughulikiwa kupitia imani katika Yesu Kristo, anapewa upya wa maisha. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Kwa hivyo huyu mwanadamu anazaliwa sasa katika roho, tena anapewa upya mwanzo wa maisha. Na sasa katika hiyo hali, roho ya aina hiyo itaweza kurithi ufalme wa mbinguni. Roho ambayo imezaliwa tena itaweza kuishi mbinguni na Mungu milele. Itakubalika mbele za Mungu. Roho ambayo haijazaliwa tena, haijabadilishwa na Roho Mtakatifu, haitaweza kukubalika
mbele za Mungu. Hata kama huyu mwanadamu kweli aliumbwa na Mungu na akabarikiwa katika dunia hii katika mambo tofauti, lakini kama roho yake haijashughulikiwa katika hali ya utakazo, huyu mtu, hata kama Mungu anampenda, huyu mtu hataweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kuna watu wanasema Mungu hawezi umba mtu anakisha akamtupa jehanamu. Ni kweli Mungu aliumba mwanadamu na watu ni wake, ni viumbe. Sisi wote ni viumbe vya Mungu, viumbe wa Mungu, na ni kweli na ni vizuri. Lakini kama tutakosa kusikia neno ambalo Mungu amesema, neno la wokovu kupitia Yesu Kristo, basi hakuna lingine Mungu atafanya. Lakini basi itabidi tuangamie, kwa sababu njia imetolewa ya wokovu, lakini mwanadamu ameikataa. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanawe wa pekee, ili atakayemwamini asipotee. Kwa hivyo wale ambao hawataamini watapotea, lakini wale ambao watamwamini Yesu watapata uzima wa milele. Nazidi kusema, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistajabu kwa kuwa nilikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Nikodemo akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe umwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Amini amini nakuambia kwamba lile tulijualo twalinena, na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamkuamini. Nikodemo akawa ni mtu ambaye anahakikishiwa na Yesu, na hiyo hakikisho tunapewa na Mungu hata siku ya leo. Na ndiposa Mungu ametupatia nafasi ya kuishi ili tuweze kutengeneza njia zetu, tuweze kumwamini Yesu, na tukishamwamini Yesu tubatizwe. Kwa sababu pia ukibatizwa au mtu akibatizwa pasipo kumwamini Yesu, nayo ni bure. Ubatizo ni ishara ya yale ambayo yametendeka katika roho. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Kwa hivyo kuna wale ambao wanasema wabatizwe mara mingi, lakini ubatizo ni ishara ya yale imetendeka, na imetendeka ndani ya roho. Na tuongei kuhusu ubatizo kupitia damu, ubatizo kupitia moto, ubatizo kupitia chini ya bendera. Hatuongei kuhusu hayo, maana hayako katika neno la Mungu. Ubatizo ni kupitia maji. Ukisoma Mathayo mtakatifu 28 mstari wa 18, hapo utasikia kuhusu ya kwamba nendeni mkahubiri, na yule atakayeamini abatizwe, na watu wafunzwe kuhusu neno la Mungu. Nikodemo akawa mtu ambaye anasikia mambo mapya, na labda siku ya leo hata wewe unasikia mambo mapya. Haijalishi mtu ameishi kanisani miaka mingapi, haijalishi huyu mtu wazazi wake ni wa kanisani, hiyo yote haijalishi. Haijalishi hata kama mtu anatenda wema, hata Nikodemo alitenda wema. Haijalishi anajitolea na kufanya mambo mengine mazuri, lakini kile ambacho kinajarisha ni huyu mtu amemwamini Yesu na amebatizwa. Hiyo ndio mambo muhimu sana. Hayo ndio mambo ambayo Mungu anataka kwa kila mwanadamu, na huyu mtu aweze
kufuata neno la Yesu. Kuna mambo mengi pia huyu Mungu ametuita katika Ukristo na katika wokovu. Baada ya kuzaliwa mara ya pili, kuna kazi, kuna neno ambalo Mungu anataka tuweze kulifuata, na liko katika Biblia. Kwa hivyo kilichozaliwa kwa roho ni roho, na yale ambayo yamezaliwa kwa mwili ni mwili. Mwili ni mwili, na mwili una siku zake. Nayo roho haikwishi. Roho ni ya milele. Na roho, mambo ya roho wa Mungu ni mambo ambayo hauwezi elezea. Wakati roho wa Mungu anakuja ndani ya maisha ya mwanadamu, huyo mwanadamu sio yeye anaishi tena. Huwa anaongozwa kulingana na vile huyo roho anataka. Na ndiposa huwezi kuelewa. Ni kama umesikia unaona upepo ukifanya mambo, lakini haujui upepo unapotoka, kwenye unakuja, kwenye unatoka, wewe hauelewi. Hauelewi lolote la huo upepo, lakini unaona mambo yakitendeka. Na mtu ambaye anaongozwa sasa, yuko amezaliwa mara ya pili, anaongozwa na Roho Mtakatifu, huyo mtu anaongozwa na Mungu. Hawezi jua Mungu atamuelekeza namna gani. Na ndiposa unakuta watu wengi ambao wameokoka wanafanya mambo ambayo ni mazuri, sio kwa nguvu zao. Wanaongozwa na Mungu. Ni watu ambao wanakuwa na ushuhuda. Ni watu ambao wanafanya kazi sio kwa nguvu zao, lakini kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na huwezi jua Roho Mtakatifu anatoka pande gani, anafanya nini, lakini anafanya mambo mazuri. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Kwa sababu pia huwezi sema ya kwamba unafanya mambo tu na unasema ni Roho wa Mungu. Roho wa Mungu anafanya yale yaliyo katika neno la Mungu. Mambo mazuri, mambo ya msamaha, mambo ya upendo, mambo ya uvumilivu, furaha. Hayo ndiyo mambo ambayo yako katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Ni vizuri tuweze pia kutofautisha kuhusu baina ya ufalme wa mbinguni na mbinguni. Wakati mtu anapookoka, anazaliwa mara ya pili, anapewa mwanzo mpya wa kiroho, huyo mtu anaingia katika ufalme wa mbinguni. Hata kama yuko katika hii dunia, ameanza kuingia, kwa sababu Yesu alisema ufalme wa Mungu uko pamoja nanyi. Aliwaambia wanafunzi wake, kama wako na huyo Yesu, washaingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini mbinguni sasa nayo ni tofauti, kwa sababu mbinguni mtu anaingia baada ya haya maisha ya ulimwengu huu. Lakini ufalme wa mbinguni, wakati unapoingia katika imani katika Yesu Kristo, wewe unafanyika mwana wa Mungu, uko katika mambo ya ufalme wa mbinguni, unaanza kufurahia mazuri na baraka za ufalme wa mbinguni ukiwa katika hii dunia. Lakini mambo ya mbinguni sasa, ya kufika mbinguni, ni wakati au baada ya kutoka katika ulimwengu huu. Nikodemo akaambiwa hayo, akastaajabu, na Yesu akamuuliza, wewe ni mwalimu na hujui haya yote? Haujui haya yote? Ikiwa nimekuambia mambo ya duniani wala hamsadiki, mtasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyoinua yule nyoka jangwani, hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye.
Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, na inaendelea katika mstari huo wa 16. Tunaona ya kwamba Yesu Kristo anasema yeye tu ndiye mwenye ushuhuda wa kweli. Maana ni yeye tu aliyetoka mbinguni akashuka hapa. Na akasema ya kwamba vile Musa alivyoinua ile nyoka ya shaba, naye mwana wa Adamu atainuliwa ili kila atakaye muangalia au mtazama au muamini atapata uzima wa milele. Wakati wa Musa nyoka iliinuliwa, na kila ambaye aliangalia ile nyoka ya shaba alipata kupona. Wale ambao walikosa kuangalia au kuitazama waliangamia. Hivyo hivyo watu wataangamia kwa kukosa kumwamini Yesu. Watu wazuri kwa sababu ya kukataa, kwa sababu ya kuchukia, kwa sababu ya kuonyesha hamna haja, wataangamia watu wazuri. Ninaomba ya kwamba Mungu atatusaidia na atasaidia watu, na wewe ambaye unasikiza, ili imani yetu tuiweke katika Yesu tukiwa katika hii dunia. Maana hii ndiyo nafasi ambayo Yesu ametupatia. Unapoamka asubuhi, umepewa nafasi ya kumwamini Yesu ili roho yako ipewe upya wa maisha. Mungu haulizi pesa, yeye haulizi mali ya dunia hii umpelekee ili aweze kukupatia uzima wa milele. Ni imani. Uweke imani yako kwake. Uamini ya kwamba yeye ndiye aliyekufa na akafufuka, na ndani yake kuna uzima wa milele. Umfuate huyu Yesu, naye huyu Yesu atakupatia uzima hapa duniani, na hata ukitoka katika hii dunia atakupatia nafasi ya kuishi na Mungu milele, kwa sababu ulimpokea na yeye akakutengeneza. Mungu akubariki sana. Hayo ndiyo mambo